Ya, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu mnono hatujapata kwa muda mrefu ushindi wa namna hii. Tarehe 3 ya mwezi wa 5 tulikusudia kupata ushindi kama huu wa magoli 4-0, lakini mipango ilikataa, tukaishia goli 2. Kwa hiyo tumekuja ku practice hii leo na goli 4 zimekubali. Tunawapongeza wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo walifanya, kwa mzuri ambao wameucheza hii leo, na hatimaye tumefanikiwa kupata magoli mengi, ushindi mnono. Wana Simba wanafurahi, wana Simba wanazidi kuenjoy, na timu yetu inazidi kuimarika na kuwa bora siku hadi siku. Kwamba hii ndio siri ya kurudi hapa. No, kurudi hapa kuna sababu zake, lakini kwa ubora wa timu yetu tunaweza tukamfunga yoyote katika uwanja wowote magoli 4. Na ukiangalia Tanzania Prison pamoja na uzoefu wao waliokuwa nao, lakini popote pale ambapo tungecheza nao tungeweza kuwafunga magoli kama haya, kutokana na namna ambavyo timu yetu imekuwa bora sana kwa siku za hivi karibuni. Mechi ya kwanza tu kama viongozi na timu kwamba tunafanya mambo sahihi kuja kwenye KMC. Yeah, of course. Kwanza si ajabu sisi kuhamia uwanja wa KMC ama tutumie neno kuutumia uwanja wa KMC. Kanuni zinaturuhusu kuchagua viwanja ama kuhamisha mechi zetu kwenda viwanja vingine kwa mujibu wa kanuni, na tumehamia hapa KMC na tumepata ushindi huu mnono. Hata kama tungeamua kubaki Meja Jenerali Samuyo, bado tuna uwezo wa kupata ushindi mnono katika mchezo huu. Nadhani mtanisaidia waandishi, na nadhani Chama ndo anakuwa mchezaji wa kwanza kupata tuzo katika mechi 3 mtawalia, na nadhani sidhani kama kuna mchezaji yoyote katika ligi kuu ya NBC amewahi kuchukua tuzo ya mchezaji bora mechi 3 mtawalia. Wapo waliochukua mara 3, lakini sio mfululizo. Amechukua Januari, amechukua Mei, alichukua Disemba, lakini kwa Chama imekuwa mechi 3 mfululizo. Mechi ya Yanga alichukua man of the match. Mechi iliyopita ilikuwa nani wale? JKT naye akachukua man of the match, na leo hii tena anachukua man of the match. Hii haiji kwa bahati mbaya. Ukiona mchezaji anakuwa na consistency ya namna hiyo, inaonyesha ana ubora mkubwa kiasi kwake, na amechukua man of the match kwenye mechi crucial, kwenye mechi kubwa na kwenye mechi ngumu. Amechukua dhidi ya Yanga, mechi ngumu, mechi kubwa. Amechukua dhidi ya JKT, mechi ngumu, mechi kubwa. Anachukua hii leo dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo hiyo sio bahatisha nduruti, ni dhahiri shahiri ya kwamba ana uwezo mkubwa na kiwango chake kinazidi kuimarika na kuboreka kila siku. Ndio maana ana uwezo wa kufanya maajabu ya namna hii katika mechi 3 mtawalia, na kitendo cha kuwa mchezaji wa kwanza na mchezaji pekee kuchukua tuzo ya mchezaji bora mara 3 mfululizo ni dhahiri shahiri ya kwamba the guy is exceptional. The guy ana utofauti wa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Hafananishwi na halingani na mtu yoyote yule, kwa sababu aliyoyafanya hakuna ambaye amewahi kufanya na hakuna ambaye anaweza kufanya. Mwamba Rusana. Mjadala mkubwa baada ya kutoa tuzo Simba ya klabu bora, mjadala umehamia kwamba msimu zaidi ya mitatu kuchukua chochote ya Afrika kwa kutawala soka na tuzo wanapewa nyinyi. Kwanza furaha yenu kupata tuzo hiyo, na mjadala kama hiyo unaiona? Kwanza tunawashukuru Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa kuendesha tuzo zile, na kila ambaye anastahili amepata tuzo yake.
tuzo maana yake ni kwamba unawatambua wale ambao wamefanya kazi husika katika kipindi husika, na tuzo wamepata wale ambao wanastahili kwa namna moja ama nyingine. Simba Sports Club tuliingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo hii na klabu ya mpira wa kikapu ya Dar City, na tumefanikiwa sisi kuchaguliwa kuwa klabu bora nchini Tanzania. Tunawapongeza wadau wote wa Simba Sports Club, na maanisha viongozi wa Simba kuanzia kwa rais wa klabu Mohamed Dewji, mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Crescentus Magori, wajumbe wote wa bodi ya wakurugenzi kwa kazi kubwa ya kuitengeneza na kuifanya Simba kufikia mafanikio haya ya kuwa klabu bora nchini Tanzania. Lakini kubwa kabisa ni wale watendaji, kwa maana benchi la ufundi, wachezaji waliokuwepo ambao wameondoka, pamoja na mashabiki wote. Kwa pamoja tumefanya kazi ya muunganiko na hatimaye tukafikia mafanikio ya kuwa klabu bora nchini Tanzania. Sisi kwetu hili ni jambo kubwa sana, ni jambo la kipekee kuwa recognized na taasisi ya serikali ya kwamba Simba ndiyo timu bora. Kwetu ni jambo la faraja na ni jambo la furaha kweli kweli, na tuna kila sababu ya kujivuna na kutamba kwa tuzo hii. Kama kuna mtu yeyote hajaridhika na mafanikio haya ya Simba Sports Club, asitumie muda mwingi kulumbana na Simba. Sisi hatujaiomba hiyo tuzo wala hatujapigiwa kura. Sisi tumestahili kwa mafanikio yanayoonekana. Kwa hiyo na mtu asione wivu. Na wewe boresha taasisi yako, boresha klabu yako, fanya kama tunavyofanya Simba, na wewe utapata hii tuzo. Na hii tuzo iko very clear. Tuzo hii haiangalii mafanikio ya ndani, yaani huku ndani wewe kukuruka unakoweza kukuruka, huku ndani wewe shinda unachoweza kushinda, lakini tuzo hii kigezo chake ni kimoja tu, na tena ni chepesi kweli kweli: umefanya nini katika ngazi ya kimataifa. Ndiyo vigezo na masharti ya hii tuzo. Kwa kabla hujapiga kelele, kabla haujapayuka, jiulize kwa mwaka husika kimataifa umefanya kitu gani? Kukusanya vikombe vya humu ndani hakikufanyi wewe kuwa bora kwa mujibu wa Baraza la Michezo la Taifa BMT. BMT wanaangalia kimataifa umefanya, na hii halahitaji ramli ndugu zanguni. Simba tumekuwa klabu bora Tanzania kwa sababu tumecheza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa wala una haja wewe nimechukua kombe gani, nimechukua kombe gani, hivyo sio vigezo. Sasa ustake wewe upewe hiyo tuzo wakati wenye tuzo zenyewe wameweka vigezo. Kama unataka anzisha tuzo yako, weka vigezo vyako unavyotaka wewe, alafu nenda kashinde. Lakini tuzo ya BMT ina standard yake, ina vigezo vyake. Na kwa nini BMT wameweka hivi? Nafikiri nini? Kwa sababu kwenye levu ya kimataifa ndipo unapata ushindani halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiko unapata kipimo halisi. Kwenye levu ya kimataifa ndiyo maji na mafuta yanajitenga kwenye levu ya kimataifa. Ndio maana BMT wakaona bora waweke hicho kuwa ndiyo kigezo. Wangesema waweke vigezo vya ndani humu. Kwa mfano kwenye riadha, kuna riadha ngapi? Kuna riadha kibao, sijui Tabata Marathon, Goba Marathon, Selu Marathon, sijui NBC Marathon, sijui nini Marathon. Zote hizo zinawashinda. Kwa hao wote huko waje wawanie tuzo, itakuwa ni vurumai. Ngumi watu wanapigana kila siku. Ukienda DDC Keko kuna ngumi, ukienda DDC sijui wapi kuna ngumi, ukienda sijui Friends Corner kuna ngumi. Sasa hao wote hao waje wagombanie tuzo, inakuwa ni changamoto. Lakini ukija kwenye mpira wa miguu hapa ndani, ushindani mkubwa upo, lakini haupati ile ladha halisi ya kumpa mtu tuzo. Sababu kuna watu wengine wanatia mashaka. Kwa mfano msimu huu tu timu inachukua ubingwa kwa mfano, lakini ukiangalia orodha ya waamuzi ambao wamefungiwa kwa sababu ya kuipendelea hiyo timu ni wengi. Sasa unachukuaje hicho kigezo cha kumfanya huyu kuwa klabu bora Tanzania? Sijui umeelewa? Bado hapo hujakuja kuangalia wakina Singida, sijui wakina Pamba, sijui wakina nani. Kwa BMT wanaona
hii haiwezi kuwa nini? Haiwezi kuwa kipimo. Kipimo ni kwenye international level, ambao Simba kwenye international level wamefanya vizuri kwa mwaka husika. Mimi nakwambia msimu unaokuja wa tuzo hii, sio Simba, sio Yanga, sio Singida, sio Azam, wote hatustahili kupata hii tuzo kwa sababu hatujafanya vizuri kwenye ngazi ya kimataifa. Kwa hiyo msimu ujao wote hatumo. Umeishia group stage. Haya, Azam ana alama 9, lakini umeishia group stage. Umeishia. Msimu unaokuja klabu inayostahili kushinda ni Dar City ya kikapu, ambayo mpaka sasa Dar City imeshafuzu kucheza fainali ya ligi ya kikapu Afrika. Kwa mpaka sasa unaona kabisa msimu unaokuja sio sisi, sio wale, hatustahili ile tuzo. Anaostahili ni Dar City. Na mimi ni waombe BM Team wasilegeze masharti yao, kwa sababu kuna makelele ya watu wanapiga hapa mwakani wakataka kubalance. Anastahili kupewa msimu unaokuja. Sisi wote hatustahili, kwa sababu kwenye level ya kimataifa tumeishia hatua ya makundi, lakini kuna klabu imefanya vizuri ya Dar City, anastahili huyo kupewa. Swali jingine.